Pesa haina maelekezo ya matumizi, haina maelekezo yake imepelekwa, haina. Unasimama mbele ya vyombo vya habari unasema mimi nilikuwa nachangisha watu kwenda kulipa hoteli. Ulipe hoteli, tupe receipt ya hoteli ulizokuwa unalipia. By professional. Tupe hoteli ya hoteli ulikuwa unalipia kiasi gani. Nilikuwa nahakikisha wachezaji wanakula vizuri. Tuonyeshe receipt ya wachezaji walikuwa wanakula kiasi gani, pesa shilingi ngapi. Na ile ubaki ilikuwa inakwenda wapi. Kwa namna moja au nyingine, yeye alikuwa anaitumia timu kwa manufaa yake binafsi. Na ninaweza nikasema maendeleo yake yeye binafsi yametokana na pesa ambazo alikuwa anachangisha pembeni kwa sababu ya timu. Nimejaribu kuwahoji viongozi wote wa timu. Pesa alizokuwa anachangisha Haji kwa sababu ya timu wakati timu ipo inapitia wakati mgumu, mlikuwa mnazi audit? Zilikuwa zinamfikia nani? Kwa sababu ukichangisha pesa unampelekea mtu anayepanga matumizi, nani alikuwa anafikishiwa? Kila mtu ukimuuliza anakuambia sijawahi kufikishiwa hiyo pesa. Angemtaja hizo pesa alikuwa anamfikishia nani? Alizokuwa anazikusanya alikuwa anamfikishia nani? Anasema wachezaji walikuwa wanalala sehemu mbaya, nilikuwa nahakikisha kwa wachezaji wanalala sehemu nzuri. Atupe proforma invoice ambayo ilikuwa inayotoka inaonyesha kwa na proforma yetu invoice ni hapa, malazi ya hoteli ya wachezaji hapa 60 gharama yake hii. Hatupe invoice ya malipo iliyokuja kutoka kwake. Kwa sababu Simba ni taasisi, haiwezi kulipa kiolela. Lakini atupe receipt ya kuonyesha kuwa Simba ililala hoteli fulani, mimi nilichangisha la fulani nikatumia hii. Kwa hiyo yeye alianzisha magrupu yake ya WhatsApp, yeye alikaa kwenye magrupu yake ya WhatsApp kwa sababu ya kujinufaisha yeye kama yeye. Asitumie kigezo cha kuisaidia timu. Simba ni taasisi kubwa. Yeyote mwenye nafasi anaweza akaisaidia Simba kwa mapenzi yake na sio kulazimishwa la kuombwa. Kwa hiyo hoja ya kusema nilisaidia timu kipindi kina wakati mgumu, afute kabisa. Simba ilikuwepo na itakuwepo na sisi tutaiacha na yeye ataiacha na vilembo vyetu vitakuja wataiacha, itaendelea kusurvive kama kawaida. Namuonya Haji. Ametoka kwenye Simba, basi awaache viongozi wa Simba wafanye shughuli zake. Na niwaombe management wasipoteze muda wao kuanza kumjibu Haji. Haji sasa hivi yeye hayupo katika management. Haji amekuwa ni shabiki kama shabiki mimi, ni shabiki kama shabiki wewe, ni shabiki kama shabiki mwingine. Kwa hiyo haiwezekani taasisi kubwa kama ile Simba kujibizana na mtu mmoja kama Haji, which is very wrong. Asitokee mtu. Wanachotakiwa kufanya wao ni kuwekeza zaidi, wanachotakiwa kufanya ni kutupa raha sisi mashabiki zaidi, lakini kikubwa zaidi wahakikishe Watanzania na wana Simba wanapata manufaa na timu yao. Uwekezaji uonekane. Na nichukue nafasi hii kumuomba radhi sana Mo. Nimuombe radhi sana Babra kwa kashfa, fedheha mbaya zilizotoka jana kupitia Haji Manara. Zile ni fedheha za mtu ambaye sio mweledi, sio mwelewa, hana taaluma, hana ethics za kuisemea taasisi kubwa. Lazima utofautishe taasisi kama Simba na huko tunavoropoka kwenye mitandao ya kijamii. Lazima utofautishe vitu viwili. Ukishindwa kutofautisha vitu viwili unajivua nguo kama alivyojivua Haji Manara. Kama alikuwa anategemea anamdhihaki Babra au anamfedhesha Mo, nimwambie tu ameula wachuya. Hata matajiri ambao wanawatumikia sasa hivi, nimwambie kila tajiri atakuwa anamuogopa sasa hivi. Kwa sababu wewe nikija kukosana na mimi utaita presi, utanidhihaki, utaweka wazi siri zangu. Na nimwambie kuanzia leo hakuna tajiri hata mmoja atakayeruhusu siri yake ashare na yeye. Hata mmoja hatotokea. Kwa sababu wameshajua tabia yake, wameshajua ni mtu wa kalima gani. Na ukiona binadamu wa aina hii unaongea vitu vya ndani, akiondoka mkigombana na vitoa nje, hafai. Na ndio maana hata mahusiano yake, ndoa yake ya kwanza ilivunjika. Na hisi hajui kustahimili na vitu kuweka ndani ya nyumba. Kwa sababu kigezo kimoja, mtu angalia Ahlul Bait nyumbani kwake, anaishi vipi nyumbani kwake. Nani asijua kama Haji ndoa yake ya kwanza ilimshinda. Kwa naweza nikasema alikuwa anatoa vitu vyake vya ndani kuvipeleka nje. Ile ilikuwa ni alam na ishara tosha kwa management ya Simba kujua huyu mtu tunakuwa naye sio vikao vote anatakiwa ingie. Vikao vingine anatakiwa akae pembeni asubirie. Sio kila kitu aambiwe apewe siri. Matokeo yake ndio hivyo anakwenda kuongea vitu vya ndani ambao vinaonyesha kabisa ni vile ndio tabia zake. Asipobadilika hata ndoa yake ya pili na Waida itamshinda. Lazima ajue vitu gani vya kuongea na vitu gani vya kutokuongea kwenye jamii. Sisi wote tuna siri kubwa na siri za taasisi, lakini siwezi kuziongea hata niondolewe vipi. Siwezi kuziongea kwa sababu zile zilikuwa ni siri za kampuni na siri ambazo nilikuwa katika utendaji wangu, vitabaki kuwa ndani ya mioyo yetu. Ndio binadamu unataka uishi hivyo. Usiropoke tu from nowhere. Wewe unatoka unakebea uwekezaji wa Simba wa Mo alioweka pale. Kwa hiyo unaweza ukamhoji Mo.
ukamhoji uwekezaji aliofanya Mo. Hivi Mo leo Mo hakutaka umaarufu? Nimwambie umaarufu wa Mo yanaweza kaufikia? Mo umaarufu wake angalia na watu walomfanya kuwa maarufu, afu yeye angalia umaarufu wake na watu walomfanya kuwa maarufu. Ni vitu vili tofauti. Mo watu wake na chemistry ya watu wake ni watu tofauti, ambao chemistry na watu wa Haji Manara ni vitu vili tofauti. Wewe nenda kwenye ukurasa wa Haji Manara watu walomfollow, afu nenda kwa Mo watu walomfollow Mo, ni vitu vili tofauti. Watu walomfollow Mo ni watu ambao ma entrepreneurship, watu wawekezaji, wasomi ndio wamemfollow Mo. Nenda kwa Haji, watu walomfollow ni watu unakuta mtu wa nini, boda boda, si wadharau, lakini ni watu ambao sio watu ambao tunasema ni watu wa kaliba fulani. Ni watu wawili tofauti. Huwezi kusema Mo anataka umaarufu. Mo ni maarufu kuliko anavyofikiria. Mo ni maarufu across the country. Mo ni maarufu kutokana na uwekezaji aliofanya. Mo ni maarufu kweli kweli mkubwa. Mo anafika kwenye taifa la watu, rais anajua mtu fulani amekuja kwenye taifa langu. Sasa Haji akaenda taifa gani anaweza kujua, rais akajua kuna mtu kaja hapo? Haiwezekani. Yeye abaki kuwa maarufu ndani loko, lakini Mo hawezi kumfanisha na yeye. Eti anaongea kabisa eti kuwa Mo anataka umaarufu zidi yangu. Seriously? Mtu mzima kama wewe unakaa unalingia umaarufu? Dunia leo ni ya kulingia umaarufu. Watu wangapi wamepata umaarufu? Lakini jiulize, umaarufu huo unatija? Umaarufu unaong'ania unatija? Umaarufu wa Mo unatija. Umaarufu wa Mo ni unatija kwa sababu Mo anawekeza. Wewe umaarufu wa nini? Wa kuropoka, kusimama kwenye vyombo, kwenye media kuzungumza, kuropoka. Umewekeza shilingi ngapi kwenye Simba? Anajimwaga, mimi nimewekeza kwa Simba. Umewekeza shilingi ngapi? Simba wanachama ndio wamewekeza, sio wewe. Mashabiki na wanachama ndio wamewekeza kwenye Simba. Wanavyoinua miguu yao wanakwenda kulipia tiketi kuingia uwanjani. Wewe unakaa unalia unataka tiketi za bure. Wewe unawekeza au unaihujumu timu? Hata ile tuma ya kusema anaihujumu timu, ni kweli unaihujumu timu. Kama una mapenzi ya timu, uwezi kukaa kuomba tiketi timu kuligharamia tiketi. Kama una mapenzi ya timu utasema tiketi hii mimi naenda kukata najilipia mimi, au tiketi hii nimpelekee shabiki ambaye kindaki hana uwezo kweli kipato cha kuingia uwanjani, mpelekee. Lakini wewe unasimama unapoka unasema kwa mimi nanyimwa hadi tiketi. Kwa hiyo wewe ulikuwa ndani ya timu kuinyonya timu, unaihujumu timu, lakini ulikuwa haumo ndani ya timu kuipambania timu. Unapiga kelele, nimesafiri mimi mikoani kote, nasafiri kwa gharama zangu. Ndio, unatakiwa usafiri kwa gharama zako, sio unalipwa. 700,000 sio ndogo. Unalipwa 700,000 sio ndogo. Ukiona ndogo, kuna mtu yuko nje anaitafuta 700,000, ondoka. Nenda nyamaza kimya. Kama unaona unasafiri kwa gharama zako ndio inatakiwa. Mimi nimeenda Kigoma kwa gharama zangu. Nimelipa hoteli mimi, malazi mimi, sijui vyakula mimi, vyote kwa sababu nina mapenzi ya dhati na timu. Kwa hiyo ukiona huna mapenzi ya dhati na timu na unataka kuihujumu timu, ndio utataka kila kitu timu ikufanyie. Ukiwa na mapenzi ya dhati huwezi kuhitaji kila kitu ufanyiwe. Na kauli yako ukisema yeye ni maarufu kuliko Mo, fute kauli. Mo he is big. Tajiri anafahamika maarufu kwa vitu vitatu. Binadamu unafahamika umaarufu wako kwa vitu vitatu. Cha kwanza, appearance yako. Mo ana appearance nzuri kuliko Mo ana appearance nzuri kuliko Haji Manara. Lakini la pili, endorsement zako. Umewekeza kitu gani kwa taifa lako? La mwisho kabisa, kauli yako. Una kauli za kuatia moyo watu? Una kauli za kuwashika watu kufanikiwa? Mo anawashika watu wafanikiwe kupitia Mo Foundation. Au anawashika watu mikono kupitia Mo Foundation. Haji amemshika nani mkono kufanikiwa? Je, muonekano wake anaweza kaita ushawishi? Au anafanya kazi kwa mhemko? Anafanya kazi kwa mhemko. Ukiitoa Yanga, ukiitoa Simba, ukitoa Yanga na Simba, Haji atakuwa maarufu wa kitu gani? Hana content mdomoni. Anajimwaga minda, hana content. Lakini Mo ukitoa Simba ana content zaidi ya 10 za uwekezaji, kijana mwenye ushawishi. Forbes kila siku wanamtoa kijana mdogo mwenye ushawishi tajiri. Ni Mo. Hapo umeitoa Simba, umeitoa Yanga, umetoa mchezo wa mpira, umemwacha Mo kama Mo. Ni kijana mwenye ushawishi, mwekezaji Afrika. Mataifa yote ya Afrika, hasa Afrika Mashariki, kila mtu anamlilia Mo aje kuwekeza pale. Aje kuwekeza kwa sababu gani? Wanajua tija ya manufaa akiwekeza kwa taifa linasonga mbele. Nani asijua mchango wa Mo hapa Tanzania? Nani asijua mchango wa Mo katika maisha yetu ya kila siku? Kuna mtu anakaa asile product ya Mo? Vijana wangapi familia zetu zimeajiriwa kupitia makampuni ya Mo? Kwa lazima uheshimu uwekezaji wa mtu. Lazima uheshimu uwekezaji wa mtu. Bilioni 20 usizikebehi. Sio hela ndogo. Awe amekopa, awe hajakopa, sio hela ndogo. Na matajiri siku zote pesa hawatoi mfukoni. Hiyo ni asili. Nimfundishe tu.
Hakuna tajiri anatoa pesa yake mfukoni, na hakuna tajiri ambaye anatoa hela yake isiyokuwa na faida. Mo amewekeza na hela ya benki ni hela ya kwake, hata kama hela ametoa benki, lakini amekopa kwa sababu ya nini? Ya endorsement zake. Asingekuwa na endorsement, kuna mtu anaweza kumpata bilioni 2 hapa. Bilioni 21 unaijua wewe? Inashika viwanja vingapi? Au viwanda vingapi? Ni muonye Haji. Ametoka Simba, aiache Simba. Najua hana content, najua hawezi kuzungumza kitu chochote kikaenda bila kuitaja Simba. Na muonya, tuachie Simba yetu, endelea kubaki kuwa shabiki. Umeshindwa kukataa, umekataa kumshahara wa 700,000, waache watu watakufanya mshahara wa 700,000 utawafaa, wataenda kufanya kazi. Aiache Simba. Simba ina wenyewe, Simba ameikuta na ataiacha, na sisi tutaikuta, tutaiacha. Lazima aheshimu miiko ya kazi, aheshimu miiko ya Tanzania, aheshimu miiko ya taasisi kama ya Simba. Naomba nimpongeze sana Babra. Babra nimejaribu kuongea naye kwa muda mfupi sana. Ni mtu ambaye ana focus, ana mawazo ya Simba na anataka Simba ifike mbali. Niwaambie mashabiki wa Simba na wanachama wa Simba, tumshike mkono Babra. Babra atatufikisha nchi ya ahadi. Kwa malengo yake na mipango aliyoipanga, atatufikisha katika nchi ya ahadi. Kitu chochote kinataka taaluma, kitu chochote kinataka mpango kazi, kitu chochote kinataka weledi. Weledi anao, taaluma nayo, na hali anayo. Na ndio maana the future ya Simba itawashangaza watu wengi. Na kila mtu atataka kuwa kwenye historia hiyo. Na kama mashabiki wenzangu itawapendeza. Nipo na shabiki yangu, swaiba yangu ni kindakindaki. Mimi na huyu bwana tumeamua kutengeneza sanamu la Mo, tulipeleke pale Msimbazi kwa sababu kama kumbukumbu kwa taifa hili, kama kumbukumbu kwa mashabiki wa Simba, kama kumbukumbu hasa kwa kizazi sisi hapa cha digitali, ili watu wakijua kwa wajue kwa kuna yuko Mtanzania aliyewekeza zaidi ya bilioni 21 katika timu na ikafanikiwa. Kwa hiyo niwaombe mashabiki, niwaombe wapenzi wa Simba, tumdharau wala tusimchukulie maanani. Kitendo alichokifanya Haji ni mhemko tu, anatafuta kujitakasa, lakini sio mtu wa kujitakasa, sio mtu mzuri kwa timu, na mtu ambaye alikuwa anatuvuruga sana. Alikuwa anachonganisha na viongozi wetu, lakini alikuwa haitakii mema Simba, na ni kweli alikuwa anatumiwa. Kwa sababu huwezi kuleta fujo kipindi tunaelekea kwenye mechi kubwa za watani. Huwezi. Na washukuru sana viongozi walikuwa na akili, na washukuru sana management ya timu, lakini hasa benchi la ufundi waliweza kutulia na kufocus, na tukaenda kupata ushindi na ubingwa pale Kigoma. Hii inaonyesha jinsi gani wana weledi. Kwa sababu tusingokuwa ndani ya weledi, mimi mwenyewe tu binafsi nilipanic. Lakini wao waliweza kutulia na timu ilitulia na iliweza kuperform vizuri. Shime, tumpuzie. Ni mtu ambaye sasa hivi anatafuta content. Lolote atakaopita mbele yake atajaribu kwenda nalo kwa sababu anatafuta content. Simba ina wenyewe ni mimi na wewe shabiki. Aiache Simba kama ilivyo. Ameshindwa kutekeleza wajibu wake katika timu, basi aache. Ameshindwa kutekeleza wajibu wake ndani ya timu, aache. Nafasi ameshindwa kuiletea maendeleo timu, aiache. Alipewa nafasi ya kuisemea timu, alishindwa kuongelea vile timu ambayo inatakiwa kuongelea, aache watu wenye taaluma yao waende kuiongelea timu. Aache watu wenye ushawishi wao waende wakaiongelee timu. Simba ilikuwa inagombana na kila mwandishi wa habari. Nani asijua? Ninyi waandishi wa habari kila siku mko kuwapokea waandishi wa habari. Nani asijua? Hakuna timu inayoruhusu hayo mambo hata siku moja. Timu siku zote inataka mashirikiano mazuri kati ya waandishi wa habari na wachezaji, waandishi wa habari na timu, waandishi wa habari na taasisi husika. Kwa waandishi wa habari ni kiungo kikubwa sana kwenye maendeleo ya timu, kwenye taarifa za timu. Ukiona msemaji anagombana na waandishi wa habari, jua kuna walakini. Na hakuna taasisi inaweza kukubali kuona taasisi yetu sisi inagombana na chombo fulani cha habari, kwa sababu je, taarifa zetu zitatoka vipi? Haji ilifikia hatua mpaka na vibagua vyombo vya habari vingine. Kuna vyombo vingine siwezi kwenda kufanya press au kufanya interview kwa sababu nyinyi sio vikubwa. Why unafanya kitu kama hicho? Ni kweli una taaluma hiyo? Kuna taaluma, hakuna chombo kidogo, hakuna chombo kikubwa. Vyombo vyote viko sawa, alimradi vinarusha taarifa zako kwa wakati na zile ulizozihitaji. Lazima ukiheshimu. Alishajiona yeye ni mkubwa kuliko Simba. Yaani hapa leo nitakuja kufanya interview, hapa siji. Hapa nitakuja hapa siji. My brother,
wakati wako umekwisha. Sasa hivi ni kipindi cha digital, kila mtu anajua maovu yako, anajua mapungufu yako. Weledi huna, tuachie Simba. Weledi huna, tuachie Simba. Mna maswali? Hapo kwanza na maswali kama mawili yako. Maana mashabiki wanahoji sana huko. Mimi naitwa video kutokea Miladayo. Wengi wanahoji kwamba umetumwa, yani unatumika kwa ajili ya kuongea hichi ambacho unakiongea.